zetu kutuhudumia. Tunarudisha sifa kwako Bwana. Asante kwa ajili ya huduma mbalimbali ambazo zimekwisha kutangulia mahali hapa, maana Bwana umeanza kusema nasi pia kupitia uimbaji. Pokea sifa, heshima na utukufu kwa sababu umestahili. Katika jina lako Yesu ndiye Bwana Mwokozi, naomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Amen. Basi naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikia vigelegele na shangwe kutoka kwa kina mama. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa upendeleo tena katika mwaka huu 2025 kuwa na wiki la mwanamke kitaifa katika kanisa letu la FPCT. Bwana Yesu asifiwe. Mbele yetu yuko mgeni ambaye atakuwa mwalimu wetu kwa ajili ya semina katika wiki nzima. Tumesema wiki letu itakuwa ni wiki la familia, lakini kabla yeye hajaanza, tutakuwa na neno la ufunguzi kupitia mchungaji wetu mwenyeji. Atakwenda kutufungulia semina yetu kwa neno la Mungu, na baada ya hapo atakwenda kumkaribisha mgeni wetu ambaye ataanza kwa ajili ya semina. Tumshangilie Bwana, tumshangilie Bwana. Haleluya. Amen. Basi kwa ajili ya muda, ni heshima yangu sasa nimkaribishe mchungaji Ngusa kwa ajili ya ufunguzi kwa ajili ya semina yetu. Amen. Nataka tusome neno moja kutoka katika Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 33. Mchungaji kiongozi alipaswa ndio aweze kufungua semina hii, lakini kuna dharura toka jana tulipokuwa naye hapa kanisani. Alipigiwa simu Dodoma na viongozi wa kitaifa wakimwomba aende kuwasaidia mambo kadhaa ya kanisa letu. Kwa hiyo ameondoka mchana wa leo mpaka sasa yuko njiani kuelekea Dodoma, lakini tunamtaraji Ijumaa jioni au Jumatatu asubuhi. Kwa hiyo tutamaliza pamoja naye, yeye ndiye atakayetufungia semina yetu siku ya Jumapili. Katika andiko hili la Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 33 ni somo. Mara nikatuma watu kwako, basi nawe umefanya vyema kuja. Basi sasa sisi sote tupo hapa mbele za Mungu tupate kuyasikiliza maneno yote uliyoamriwa na Bwana. Ni Petro ambaye alitumiwa ujumbe na Kornelio. Kornelio amepata maelekezo ya malaika ambaye alimtokea na kumwambia sadaka zako zimefika mbinguni na zimekuwa ukumbusho. Ilikuwa ni taarifa njema, lakini kuna mambo ambayo alipaswa ayapokee kupitia wanafunzi wa Yesu. Na apitie wapi? Kwa Petro. Akaagizwa kwamba tuma watu waende kwa mtu mmoja anaitwa Petro, na utakapofika mwambie taarifa hizi kwamba unahitajiwa. Mawasiliano yalifanyika, hatuna muda wa kuyaongea hayo, lakini tutaenda kwenye lengo la neno la msingi huu. Alipotuma watu kwenda kwa Petro na Petro akaitika wito, sasa amefika kwa Kornelio. Kornelio anasema mara nikatuma, alikuwa anajieleza, watu kwako, nawe umefanya vyema. Mchungaji Erki Mwimbo ana jina nzuri tu, rahisi la kujua. Erki Mwimbo na mwimbo mmoja, yeye ni mwimbo mmoja. Kwa hiyo Mchungaji Erki Mwimbo tulipo
walipotumia taarifa, hata kama zilikuwa ni kwa simu. Tulikuwa sisi Yerusalemu hapa, tuna mambo ambayo tunataka tuyapate kutoka kwa Mungu. Mchungaji Eric Mwimbo, umefanya vyema kuja Yerusalemu, na sisi tupo hapa ili tuyasikilize maneno yote ulioamriwa na Bwana uyaseme Yerusalemu. Tuna kiu hiyo, usipunguze, bali yale ambayo Bwana amekufungashia yapeleke Yerusalemu. Na bahati nzuri haitakuwa Yerusalemu, tuna wengine watatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, kwenye YouTube, watakutana na meseji hiyo. Baada ya kusema hayo, ili tuonyeshe kwamba tupo hapa ili kuyasikiliza yale ambayo Bwana amemwamuru Eric Mwimbo, naomba tusimame sasa, na baada ya kusimama tumchapie makofi Bwana Yesu sana. Ukiwa umesimama hivyo, niombe sasa tuombe Mungu, na mama yetu, mama mchungaji kiongozi, ataomba Mungu kwa ajili ya neno ambalo tunaanza kwenda kulipata sasa. Tumefungua, lakini tunataka sasa tusikie nini Mungu anasema kupitia mtumishi wake. Karibu mama mchungaji kiongozi. Tunasema asante kwa ajili ya mchana ambao umetupatia na pekee. Asante kwa ajili ya neema ambayo imetujalia kufika katika mikono yako. Tazama Baba, tunamleta mtoto wako katika wako kwa ajili ya vitu ya kwamba Mungu ukamtia neema ya viko vipindi mbalimbali ambavyo Bwana vimepangwa kwa ajili ya kusikia maneno yako, lakini tumesikia juu ya neno lako ya kwamba wakati waliposikia wakasema sisi sote tuko hapa ili kusikia kutoka kwako. Baba, tuko mahali hapa si kwa ajili tu ya kusikia yale ambayo mtume wako atasema, lakini yale ambayo umewekeza ndani yake ili ya kwamba aweze kuyanena na aweze kutufikia sisi. Neno lako linasema ya kwamba iko hekima na iko hazina kwa ajili ya makuhani na watu wanakwenda kutafuta kwake. Nasi Baba, tumekuja kwa ajili ya kutafuta kwake yale ambayo umewekeza ndani yake. Roho Mtakatifu, ukatuhudumie sawasawa na wingi wa upendo wako. Asante kwa ajili ya vipindi vyote ambavyo Bwana vitaendelea mahali hapa kwa wiki nzima. Asante Roho Mtakatifu kwa namna ya kipekee ambayo Bwana umetupa neema na upendeleo kwa ajili ya kukusanyika na hata kwa ajili ya kusikia neno lako la uzima. Asante kwa ajili ya wakina baba, asante kwa ajili ya mabinti, asante kwa ajili ya wamama, asante kwa ajili ya vijana wa kiume, asante kwa ajili ya watoto wa nyoyo yao, asante kwa ajili ya watoto walioko matumboni mwa mama zao. Maana Bwana umetukusanya ili ya kwamba tuweze kusikia neno lako la uzima. Baba, ninaomba likawe kusanyiko takatifu, kusanyiko ambalo wewe Bwana utajipatia utukufu. Ubarikiwe na utukuzo Yehova. Na asante kwa sababu ya kazi njema ambayo umewekeza ndani ya mtumwa wako. Nasi Baba, tunamkabidhi katika mikono yako neema na Roho wako Mtakatifu ambaye ni mwalimu. Bwana anaendelea kumfundisha namna ya kunena, namna ya kusema, namna ya kufanya. Baba, tunaamini ya kwamba utatuhudumia. Nasi Baba, tuko tayari kwa ajili ya kukusikiliza wewe. Tunaomba haya yote tukiamini Roho Mtakatifu utayakamilisha katika utatu. Tunaomba katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa wote tuseme amen. Asante sana. Nikukaribisha sasa mtakatifu. Karibu sana, tushirikiane na sasa.
mchungaji kiongozi wa kanisa hili Yerusalemu, kwa yuko mama yuko mchungaji, mama mwenyekiti wa mama hapa Yerusalemu, nafikiri na katibu, sijui na katibu na viongozi wengine wote mliopo, washirika wote wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Binafsi namshukuru Mungu ambaye amenipa neema hii ya kuwepo hapa Yerusalemu. Majina yangu naitwa Mchungaji Eric Mwimbo Ndabumvie Muhini. Mchungaji Eric Mwimbo Ndabumvie Muhini. Yesu na asifiwe. Na mke mmoja tu na watoto wangu 4, nao wamewasalimia sana. Lakini pia mimi ni mchungaji kiongozi wa parish inaitwa Saidi Temple chini ya mission ya Highway pale Morogoro, mchungaji Rameki Yota Gates, kile wachache wanafahamu. Nimshukuru Mungu kwa sababu ya kama mwenyekiti ambaye amekuwa sasa coordinator kati yangu mimi na kanisa hili. Na mimi ni mara yangu ya kwanza kabisa kuingia kwenye mji huu na kunena neno la Mungu. Kwa mara ya kwanza napita kwenye mji huu ilikuwa mwaka 99. Wakati nilikuwa nimetokea nyumbani kwetu ni Kigoma, wakati naelekea Morogoro. Mara ya kwanza kulala kwenye mji huu. Namuuliza pastor, inasikika ni wapi hapa? Maana hapo ndipo nilipolala kwa mara ya kwanza hapo Tabora. Kwa hiyo baada ya miaka zaidi ya 20 na Mungu amefanya mlango mwingine tena niwepo hapa Tabora. Jina la Bwana libarikiwe sana. Katika wiki hili la mwanamke wa FPCG tutakuwa na mengi ya kuzungumza. Nimeshangaa Mungu kwa ajili ya pastor amezungumza kitabu ambacho tutaanza nacho cha Matendo ya Mitume. Kwa hiyo nilipa saini kwamba Mungu amekusudia jambo kubwa katika wiki hii. Siku zote huwa naamini Mungu kwamba tunapokusanyika kwa ajili ya neno lake, tunapokusanyika kwa ajili yake, na yeye yupo katikati yetu. Na haijatokea na wala haitatokea watu wa Mungu wakutanike nyumbani mwake kwa ajili yake halafu asiwepo hapo. Haitatokea na haijawahi kutokea kwamba watu wa Mungu tukusanyike halafu yeye akae tu asituhudumie. Naamini katika wiki hii Mungu atatuhudumia fedha. Atafanya mambo ya ajabu katikati yetu. Atafanya kwa kadiri ya uhitaji ulionao. Atazungumza na sisi, atatuelekeza, atatushauri. Na mimi naamini kwamba atafanya hivyo kwa utukufu wa jina lake. Sasa leo ni siku ya kwanza kabisa. Leo ni siku yetu ya kwanza kabisa katika wiki hii. Na kwa kuwa ni siku ya kwanza, tutazungumza juu ya fundisho la mitume wa Yesu. Fundisho la mitume wa Yesu. Fundisho la mitume wa Yesu. Tutalizungumza kwenye wiki nzima fundisho la mitume. Walifundisha nini kwa habari ya kanisa? Walifundisha nini kwa habari ya familia? Walifundisha nini kwa habari ya mwanamke? Walifundisha nini kwa habari ya kijana? Fundisho la mitume. Na Biblia inasema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, si ndio? Kwa hiyo tutaliangalia kwenye wiki, wamefundisha nini?
Na kwa nini wafundishe hivi? Matokeo ya fundisho hilo ni nini? Ili tuweze kukaa sawa sawa na Mungu anavyotaka. Yesu na asifiwe tena. Wewe kualika sasa, usikose ni kila kipindi ambacho kimepangwa kwa ratiba yetu. Tutasoma Matendo ya Mitume sura ya 2. Matendo ya Mitume sura ya 2, taanzia ule mstari wa 37 mpaka 42. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 mpaka 42 nasema, walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu kwa mjini. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliopokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushiriki na katika kumega mkate na katika kusali. Yesu asifiwe. Hili ni kanisa la kwanza kabisa. Mwandishi Luka anatupatia taarifa ya nini kilifanyika kwenye lile kanisa la kwanza. Na kwa kuwa leo tunajenga msingi wa fundisho hili, twende pole pole, si ndio? Leo tunataka kujua mitume walifundisha nini. Nikukumbushe kwamba ilikuwa ni wakati huu ambao ilikuwa baada ya miezi kama miwili baada ya Pasaka. Yes. Ilikuwa miezi miwili baada ya Yesu kufa pale msalabani. Baada ile miezi miwili ya kwanza kabisa, ndipo kanisa lilipozaliwa. Yesu alipokaa siku zake 40 baada ya kufufuka, akaenda mbinguni. Alipoenda mbinguni siku ya Pentekoste, baada ya siku 10, Roho Mtakatifu ndipo aliposhuka. Hiyo tunaifahamu wote, sio? Akawajaza wanafunzi wake ambao wakati ule walikuwa watu 120. Ndilo kundi kabisa ambalo Yesu aliliacha, watu 120. Siku ile walipojazwa Roho Mtakatifu, nguvu ya Mungu ikafunika lile eneo lote, na watu walikuwa wamekusanyika, wamekuja kwenye ile sikukuu kutoka mataifa mbalimbali. Wengine walikuwa wametokea Rumi, wametokea Mesopotamia, wengine nchi zingine za Uarabuni, wamekuja kwenye sikukuu ile. Wakaona vile Mungu ameachilia Roho wake juu ya wale watu 120. Biblia inasema wakashangaa. Ni nini kimetokea? Wengine wakasema hawa watu wamelewa pombe. Ndipo Mtume Petro anasimama katikati yao, anawaambia hapana, hatujalewa pombe, maana muda wenyewe hapa tulipo ni saa 3 asubuhi. Na kwa kawaida ya Waisraeli hata mlevi alikuwa hawezi kulewa asubuhi, wanasubiri jioni kwanza.
Kwa hiyo akafuta kwanza neno wazi, huu sio ulevi, hii sio pombe, mnachokiona ni Roho wa Mungu amekuja kama Yoeli alivyosema. Na Yesu mliyemsulubisha miezi miwili iliyopita, mkamuua pale msalabani, ameagiza jambo hili leo mnaliona. Biblia inasema akawashuhudia kwa mafundisho, kwa mashuhuda nyingi. Kwa nini? Wao wale watu walikuwa wanafahamu stori nzima ya Yesu, walikuwa wanafahamu habari ya Yesu, nini kimemtokea miezi miwili iliyopita, nini ni maamuzi ya wakuu wa makuhani, nini ni maamuzi ya Pilato, nini ni maamuzi ya jamii. Walikuwa wanaelewa vizuri. Ndio maana tunasema akawashuhudia kwa shuhuda nyingi, akiwakumbusha kwa habari ya Yesu Kristo na namna walivyofanya. Biblia imetuambia kwamba wakachoma mioyo yao, mioyo ikachoma. Wakamuuliza, tunafanyaje sasa? Solution ni nini? Akawaambia solution ni kutubu. Biblia imetuambia wakatubu watu wangapi? Watu wangapi watubu waliotubu siku ile? Watu 3,000. Watu 3,000. Kwa hiyo tukijumlisha na wale 120, kwa siku ile kanisa likawa na watu wangapi? 3,120 wakakaa. Hawa sasa ndio Biblia inatuambia wakadumu katika fundisho la mitume, wakadumu wakaishi katika fundisho la mitume. Kwa nini iwe fundisho la mitume? Katika Yerusalemu kulikuwa na walimu tofauti ambao kwa lugha yao wanaitwa rabi. Kulikuwa na marabi tofauti wenye mafundisho yenye mlengo tofauti. Kulikuwa na rabi mmoja anaitwa Shamai. Huyu tutazungumza habari zake leo, tutazungumza tutakapoingia kwenye ndoa na familia. Alifundisha nini Shamai? Rabi Shamai alikuwa anafundisha nini? Tutazungumza kwenye ndoa na familia. Alikuwepo rabi mwingine anaitwa Hilali. Rabi Hilali naye alikuwa na mlengo wa mafundisho yake. Huyu naye tutamkuta kwenye familia na ndoa, tutaona alizungumza nini Rabi Hilali. Alikuwepo rabi mwingine anaitwa Gamalieli. Yeye ametajwa sana kwenye Biblia. Gamalieli alikuwa ni rabi, ni mwalimu anayetoa fundisho katika jamii, na yeye alikuwa mwalimu wa sheria na Torati, na wanafunzi wake wengi ndio walitokeza jamii ya Mafarisayo, ambapo na makuhani wengi walikuwa jamii ya Mafarisayo, ambao asili yao mwalimu wao au rabi wao alikuwa ni Gamalieli katika nchi. Na katika jamii hiyo, wakati wanaendelea na hayo, akatokea rabi mwingine anaitwa Yesu Kristo. Yesu naye ni rabi katika jamii ile, naye mlengo wake na mafundisho yake yalikuwa tofauti na mafundisho ya Rabi Shamai, yalikuwa tofauti na mafundisho ya Rabi Hilali, yalikuwa tofauti na mafundisho ya Rabi Gamalieli. Yeye mafundisho yake Rabi Yesu alifundisha habari ya ushindi, alifundisha wokovu, alifundisha neema, alifundisha ushindi, na ndio hilo fundisho ambalo mitume walikuwa nao.
Yesu na asifiwe sana. Rabi Yesu. Kwa hiyo wakati wanafunzi wa Rabi Gamalieli, na kumbuka ndio waliojipanga, kwa sababu mafundisho ya Rabi Yesu yametofautiana, yamekinzana na mafundisho ya Mafarisayo ambao ni wanafunzi wa Gamalieli, yamekinzana kabisa sana. Ndio waliopanga mambo ya namna Yesu au Rabi Yesu au wao atoka kwenye hiyo jamii ili wabaki wao na mafundisho. Jambo la kwanza tunakumbuka walifanya nini? Walitoa rushwa kumpa nani? Yuda amsaliti Rabi Yesu. Jambo la pili, Yesu alipofariki akazikwa, wakaomba walinzi. Walinzi wale wakaona Yesu alipofufuka, hawa chini ya Gamalieli wakatoa rushwa nyingine ya pili, wakawapa walinzi waseme kwamba hakufufuka, bali wanafunzi wake wamemuiba, ila wamempeleka wapi hawakueleza. Kwa hiyo unaona, katika jamii ile sasa kulikuwa na mafundisho ya Rabi Gamalieli anayesema Yesu hajafufuka, Yesu ameibwa, mwili wake umeibwa, umefichwa somewhere. Kwa hiyo fundisho lao ndilo sahihi. Mitume nao sasa wanafundisha fundisho la Rabi Yesu wakisema Yesu Kristo yu hai, Yesu yu hai, hatujamwiba, hatujahamisha mwili wake, yeye mwenyewe kwa nguvu za Mungu amefufuka. Hilo likawa fundisho la kwanza, yu hai, na kwa ishara ya uhai wake ndicho hiki kitu mnakiona, anathibitisha yu hai, amemwachia Roho wake, na ndio mnaona leo tumeendelea kwa lugha ni kuthibitisha Rabi Yesu yu hai. Haleluya. Kwa wanafunzi sasa fundisho lao umeliona. Cha kwanza wakawa wanafundisha Yesu yu hai. Wakati wanafundisha Yesu yu hai, kikundi cha Rabi Gamalieli kikaunda kikosi cha watesaji, na mkuu wa watesaji akawa ni Sauli. Wakampa hela, wakampa ongezea nguvu, awapige, awatese, awaburute. Wanaongezeka kutoka wapi? Kutoka kwenye mafundisho ya Rabi Gamalieli. Nguvu inaongezeka kule, wanaendelea kumegeka, wanahamia huku. Ukisoma sura ya 6 Biblia inasema hata jamii ya makuhani wenyewe wakaitii imani hii, wakaingia, wakaanza kudumu chini ya fundisho la mtu, wakaachana na mafundisho ya marabi wengine, wakabaki kwenye marabi Yesu Kristo. Siku hizi kuna marabi wangapi? Walimu wewe sasa umekaa kwenye fundisho hili. Siku moja mwanangu, mtoto wangu wa darasa la 5, sasa ameenda kwenye Sunday school asubuhi. Mtoto mmoja akamuuliza, akamwambia, hivi nyinyi mna mafuta kweli hapo nyumbani kwenu? Hilo mnaona sasa mafuta bora baba ananunua, tunapikia, mama ananunua nini? Sasa sio hayo mafuta ya makosa nyinyi mnayo. Sasa mimi sijawahi kuona wazazi wakinipa mafuta. Ndio mtoto anakuja kutuambia, baba fulani ananiambia wao mafuta wanayo. Ni watu gani hao? Wakristo. Fundisho lao walijua. Hawajua. Mwaka juzi nilikuwa nahubiri mkutano wa Injili kule Kigoma. Nipo kwenye grupu moja la Injili. Watu ambao tulitoka sehemu moja kwenye misheni yetu moja. Tumesambaa kwenye nchi hizi. Wengine wako Inyonga huko Mpanda, Dar es Salaam, Morogoro, wengine Tabora, wengine wako Kahama, wengine Mwanza, wengine wapi. Sasa tuliunda grupu letu la Injili kwamba lazima tuwe kila mwaka tunafanya mkutano mmoja wa Injili. Na mwaka jana walikuwa kwangu. Watu walitoka Mpanda, walitoka wapi?
hapo Kaliwa walikuja, hapo ile kwaya wanaume walikuja. Sasa tukasema tunaanzia nyumbani tulipozaliwa. Watu wote tumeitana kila kona, tumekutana. Tumefika hapa. Siku ya kwanza mkutano ulikuwa unaanza Jumanne kama leo. Kwa Jumanne tukaanza. Mimi ndio nikawa na wiki. Wazee wale wakasema sasa wewe Alhamisi asubuhi kwenye semina utafundisha nini? Na jioni tena tutafika sasa. Usiku Mungu akanisemesha nini? Akasema kwenye kundi lako hili kuna mtu alimeza hilisi. Alimeza hilisi na umwambie atubu, asipotubu atakufa na ataendelea. Sasa mimi kwa sababu kulikuwa na watu wengine wanatoka nje wanakuja. Unajua sehemu kushafika wageni wengi. Kwa kuna watu walikuwa wanatoka huko wanakuja kuona wageni na kusikia neno la Mungu. Kafikiri labda ni katika hao. Lakini Alhamisi hiyo ameni Jumatano yake alikuwa amefika mama mmoja kutoka bali siseme kulikuwa kumetokea. Na yeye aliyempokea pastor wetu huko miaka 30 iliyopita. Yeye tulikuwa bado kabisa. Yeye huyo mama ndiye alimpokea huko. Akampa na nyumba ya kukaa. Akampa na mashamba ya kulima. Na mahali pa kuanzia ibada, wakaanzisha ibada. Na yeye ndiye mshirika wa kwanza, maana anasema alitoka kwa kutoka tu ameokoka. Amefika kwenye hilo eneo hakuna kanisa, amepata neema, mchungaji amefika. Kwa yeye ndio kiongozi wetu pale. Kwa hiyo Jumatano yeye alikuwa amefika, ametambulishwa pale. Tulimshangilia Mungu sana sana sana. Tukamfurahia Mungu kwa ajili yake. Usiku ule ndio Mungu ananiambia kuna mtu alimeza hilisi. Sasa sijajua. Asubuhi nasimama mhubiri. Nasikilizia Roho Mungu atanikumbusha, atanisukuma kwenye jambo hilo tena. Sikupata msukumo huo, sasa basi bila kwa yeye. Nimefika jioni kwenye mkutano. Nimehubiri na sasa kuita watu wanaotaka kupokea Yesu Kristo. Roho Bwana ananikumbusha lile jambo langu nisemee hapa. Na unakuta mikutano ya baa. Watu ni wengi, mkutano mkubwa sana. Nikasema jamani, katikati yetu Mungu ananiambia kuna mtu alimeza hilisi kwa ajili ya kutafuta ulinzi wa maisha yake. Sasa Bwana anasema leo tubu. Usipotubu utakufa na ukifa unaenda jehanamu moja kwa moja. Tano watu kwa kimya kabisa. Nikarudia tena mara ya pili. Kimya hakuna aliyejitokeza. Mara ya tatu ndio tukaona yule mama analipuka analia. Watu tuliokuwa kwenye semina hatukuamini hicho kinachoendelea. Heshima aliyopewa kumshangilia kote Mungu tulikomshangilia kwa ajili yake. Analia anasema ni mimi ninayohilisi tumboni mwangu. Ni mimi ninayo. Mungu nihurumie. Sasa tunaambiana na Pastor Paulo na pastor wake. Wote sasa tumeenda machini. Hivi huyo hajaelewa. Na mimi mwenye mhubiri nimetekewa. Naona kama hajaelewa. Anasema jamani yule aliyendeleza hilisi. Anasema ni mimi. Leta hii sasa. Akiwa kanisani. Lakini fundisho la mtu halijui kanisani. Hilo ndio kanisa tulionalo. Hilo ndio tulionalo. Kabili kazi kumatea. Mhudumia. Kwani katapika hivi. Katoka kabe kwa. Nani msiku? Kwa upande mwingine tukamshukuru Mungu kwamba ametubu. Ameokoka sasa. Ana Yesu sasa. Amehamia kwenye fundisho la Rabi Yesu Kristo. Fundisho liletalo uzima.
ndani yako amekaa Mungu mwenyewe. Hakuna kitu kingine kitaweza kuingia hapo, kwa sababu Yesu mwenyewe yuko. Yesu yuko. Haya mambo ya uswahili, hapana. Tufike mahali tuseme hapana, inatosha. Sisi ni watu wa fundisho la mitume wa Yesu Kristo. Sisi ni watu wa fundisho la Yesu Kristo Mwokozi. Tutadumu hapo, tutaishi hapo, tutatenda shughuli zetu hapo, familia zetu zitakaa kwenye fundisho hilo, watoto wetu, huduma zetu, kazi zetu, maisha yetu yote yaliyosalia, tutabaki hapo kwa Yesu Kristo. Hatuhami, hatuyubishi na chochote. Haya mambo mengine ya maigizo hapa. Kijana mmoja ametoka Morogoro mwezi uliopita, kwa mwaka jana, injilisti kabisa, mtumishi wa Mungu, katoka Morogoro kaenda Kigoma. Afika pale kanisani kajitambulisha vizuri, wakampokea kabisa, kaanza kupanda madhabahu, anahubiri vizuri, na kweli ametoka na barua ya pasta wake kutoka Morogoro kumbanisha hapa fundisho. Ashahamia mbali sana na kitambulisho kabisa. Alikuwa ni wa kanisa letu, haya makanisa mengine ambayo wanawapa kitambulisho mpaka watu wa kawaida. Wamepa na kitambulisho kabisa, ni mhudumu, ni nini kamili na kanisa. Siku ya kwanza wakauda huo moto uliotoka hapo sio kawaida. Wakasema Yesu Kristo ndio huyu, sasa tutokee. Kutana mwingine asa haleluya haleluya, cheza kama yote. Akawepo kijana mmoja muombaji aliyeshika fundisho la mitume sawa sawa, amtafutaye Mungu na njia yote. Ana yule ndugu anahubiri moyo, anasema hapana, lakini kama kuna kitu kingine cha tofauti na kiona juu yake. Biblia inasema ulimwengu hauproduce, ila sisi tuna uchungu, si ndio? Sisi tuna uwezo wa kutambua ulimwengu, ila wenyewe kutambua sisi uchungu hauwezi kabisa. Kama kuna kitu cha hofu na kiona, kuna kitu kisicho cha kawaida na kiona kisicho cha Mungu. Roho moja sasa umeona tena, kama ndio mwambie leo unaona nini? Sasa naona ufito wa Mungu. Sasa umeona tena, roho moja mfuatilie maisha yako kwa Mungu. Si kamfuatilie, akakuta anachota maji taka ya chooni, anayachuja, anaweka kwenye kichupa, anakunywa na kwenda kunywa. Sasa bahati nzuri hizi simu za siku hizi, mjilisi wetu anapiga picha kinachoendelea. Maliza na kuelekea wazee kama angalieni vitu. Ndio anamuita yule kijana, bwana hebu angalia wewe video yako hapo, ni mtu mwingine. Ndio akanyosha kwa kusemea kwa fundisho gani hilo? Umelitoa wapi fundisho hilo? Sio la mitume, sio la Yesu. Hata Rabi Shammai hakufundisha, hata Rabi Hira hakufundisha, wala Rabi Gamalieli hakufundisha. Hata kama walimkana Yesu hawakufundisha. Wewe umelitoa wapi fundisho hilo? Mitume wakafundisha Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Petro analiambia baraza la sema, hakuna jina jingine tulilopewa sisi isipokuwa jina la Yesu, yule mliyemsulubisha juzi, mliyemweka msalabani, mlimweka pale, lakini hamjui yeye ndiye njia
umuue mtumishi wa Mungu, mtumishi wako Petro. Biblia inasema usiku ule malaika kaenda akamtoa Petro katikati ya askari 16, kapiga ugofu na simama, baba amka, vaa nguo zako, vaa viatu vyako, twende. Petro anasema alikuwa kama mtu anaona ndoto, kumbe ni kweli. Fika mlangoni, mlango umefunguka, pita hapa, nenda. Ndo anazinduka sana, kumbe Mungu kamtuma malaika. Ndo analifikia ile kumbe, anambia jamani, niko huru. Yesu huyu wa Nazareti aliyefufuka amefanya ajabu kupitia maombi yenu. Nakwambia maombi yako ni yenye nguvu sana. Maombi ukiingia kuomba, mtu wa Mungu, kuna matokeo ya ajabu sana ambayo dunia haitaweza kuamini. Haitaweza. Mradi ukae kwenye fundisho la Yesu Kristo. Nakushuhudia mengi. Niete moja tu ili uone maombi ya 2013 kanisani kwangu hapa. Mungu alitupatia kiwanja kikubwa pale mjini kama 2.5. Baada ya hapo halmashauri ya manispaa ikaja kupima viwanja. Kiwanja chetu akakichana viwanja kidogo. Hapo sasa tumeondokeni hapo. Alikwambia hapa tuondoke kwa jina la Bwana. Sasa tunamwamini mwenye fundisho hili yupo hai. Akaona mtume amesimama kweli kweli. Na ni haki na ni sheria. Sasa tunafanya. Wizara ilishatoa fedha kulipa fidia, umekula. Sasa tunatoa. Kama wewe utakuwa unajua itakuwaje? Wakaenda upande wa TANESCO. Ambia sasa TANESCO ilipitisheni nguzo za umeme. Walipopima nguzo zao za umeme, nguzo moja itakuwa isimame madhabahuni kama hapa. Simame katikati. Kwa hiyo baada chetu lazima tuking'oe ili nguzo ifanye. Kaambia hapa isimame nguzo hapa. Hapa mwenyewe yupo. Kawaambia Wakristo kipindi tuombe Mungu. Aingia kwenye maombi. TANESCO, manager wa TANESCO akasema nani? Arudi kwa mkurugenzi, anasema para tuweze kupitisha umeme. Sasa bwana angamlipa fidia. Sasa tunafanya. Wakasema sasa nendeni kwa mwenyekiti wa mtaa. Amobilize watu. Wafanye mambo yafuatayo. Kwanza wamuue mchungaji. Tajulikana ameuawa na watu wenye hasira kali. 2, wachome moto kibanda cha leo cha kanisa. Moja bora kwanza akaanza kuchoma kibanda kwanza cha kanisa. Wao usiku wakajikusanya wakanunua petroli. Kilikuwa cha miti kipindi gani kijajenga? Jengo la kudumu. Ni cha miti. Piga petroli yao. Washa moto. Petroli yao ikawaka. Kibanda kikabaki. Sasa huyu mwanga huyu mchawi. Kibanda kimebaki. Wakasema sasa tuanze kwanza huko ndani, kusanyeni mabechi. Mabechi si makavu, kusanyeni mabechi. Chomeni madhabahu yenyewe. Petroli yao ikawaka, mabechi yakabaki. Nikawaambia Wakristo, sisi ni wanabii Yesu Kristo. Sisi tunaye Yesu. Ninakwambia ukikaa kwenye fundisho la Yesu Kristo, hasa una nguvu ya ajabu inayotii. Kuna kitu kingine kabisa ambacho dunia haichi. Usitoke kwenye fundisho hili. Usitoke kabisa. Usitoke. Sasa vikao vikaanza sasa vya kuniua mimi. Na mimi najua siri yangu ni moja tu, ni maombi. Mitume walifundisha dini, walifundisha maombi. Usiku ni maombi, mchana ni maombi. Usiku ni maombi, mchana ni maombi. Siku akanikusandikia walimu watu zaidi ya 200. Alikuwa kwa pastor mmoja, kwa sababu kwa mimi nilikuwa pastor mmoja wa kanisa la Presbyterian. Akahudhuria kikao, akasikiliza agenda hii, akaona hii agenda sio yeye kama mchungaji, bila kwani nyumbani kwao
Chukua watoto wako na mkeo, ondoka mapema. Leo unakufa. Mimi ni kama masiara mimi nife kwa sababu ya nini? Baba, kile kikao na kioni lichakukuua wewe hapo. Nikalikoro kwenye Biblia. Mitume ilikuwa waliwekwa gerezani, walitoka kwa jina la Yesu. Paulo na Sila waliwekwa huko, minyororo ilifunguka. Je, Bwana si yeye yule? Sema hata kama nikikimbia nitaenda wapi? Na wakati wale mfukoni sina, hasa nakimbia naenda wapi na kwa nani? Nasema nitakaa mpaka nione mwisho. Kweli na simta hawa ndio huyu wakati nikiwa mwema sana ulikuwa na kuni wewe hapa ndio hapa ndo kanasumbua mtaa mzima hapa ni bausa iko pale yani hapa nikikarukia tu mara moja nimemaliza na mimi moyoni naomba nasema Bwana na ijulikane leo kwamba upo na ijulikane leo una nguvu kuwapita na ijulikane ulivyosema adui atatujia kwa njia moja watatawanyika. Wakati wanajishauri wafanyeni, polisi wakapita pale ile njia. Wala sijui walikuwa wanaelekea wapi. Hakuna kuwa mtu, msiwe mtu, watu wakatawanyika, watu. Kwenye fundisho la Mtume Yesu. Kwenye fundisho utaona maajabu makubwa katika maisha yako. Wakati wewe vipi wewe umefanya nini mpaka umati wote wanataka kukua? Twende kwanza kituo cha polisi. Wakafikisha pale kwa usiku wakasema huyu bwana tumekuta watu wanataka kumuua. Hosea wewe umefanya nini sasa? Wale wanataka kumuua na wafahamu. Kama tena fulani leteni hapo. Waeleze kwa wanataka kumuua. Wewe watu walikimbiana. Mitume walifundisha Yesu yupo hai. Yesu ni mtetezi wetu. Yesu ndiye atupiganiaye. Walifundisha hayo. Na tangu kipindi hicho mpaka leo wamwaminio Yesu wanatetewa na Yesu. Tangu kipindi hicho waliitiao jina la Yesu wana nguvu mioyoni mwao. Tangu kipindi hicho mpaka leo na kesho mpaka Yesu anarudi, watakaoliitia jina la Yesu Kristo watakuwa na nguvu ya ajabu sana kupita kawaida, kupita uswahili wa siku hizi. Kanisa likasimama, kanisa likaendelea, wakaanza kupanga sasa ndoa zitakaaje muda. Ukumbuke hawa wametoka kwenye uswahili, wametoka kwa Rabi Shamani, wametoka kwa Rabi Ira, wametoka kwa Gamalieli na wengine ni watu wa mataifa. Sasa wameingia kanisa, tupange ndoa zitakaaje. Sasa vijana wako hapo, wengine ndio walikuwa na shauku sema asulubiwe, apigwe, auawe. Sasa wameingia kanisa, tunafanyaje? Tupange vijana wataishi muda. Wakati tutazungumza leo. Sasa watu walikuwa walevi, walikuwa wauaji, walikuwa wakorofi wameokoka. Sasa inakuwaje? Tupange utaratibu wa utumishi wa Mungu. Tupange tutapataje mashemasi. Tupange tutapataje viongozi wa kanisa. Ili sasa niweze kutembea katika mwendo wa Mungu. Sasa leo wale waliokuwa zamani sana namna hiyo sasa ndio wanao hawaelewi kabisa. Hawaelewi. Leo ushemasi kusali mbele mara moja kwa mwezi. Huyu ni mzee wa kanisa kusali mara mbili kwa miezi mitatu. Huyu ni mwimbaji kusali mara ngapi kwa mwezi? Au mwezi naisha yuko tana na daraka. Sasa ni vijana tumepaka, unakuja kusikia vurugu zingine kabisa zisizokuwa na maana moja. Sisi walichopanga mitume hawakupanga iwe hivyo jamani.
ni kanisa ambalo limezaliwa kutoka kwa marabi wengine, ni kanisa ambalo limezaliwa kutoka duniani. Sisi ni wapya katika Kristo Yesu. Sisi ni kundi la waliosamehewa dhambi. Sisi ni kundi la waliotakaswa. Sisi ni kundi ambao majina yetu yako mbinguni. Hiyo namna nyingine unaoishi, mbona bado unaishi kama aliyeko kule? Sio sisi, majina yetu yako mbinguni jamani. Sio jina tuna sura na umbo pengine umechora kabisa. Huyo ni fulani. Unamfahamu Yusto Onesimo? Mbaji wetu kubwa kabisa Yusto Onesimo, si ndio? Siku moja wewe tushuhudia kitu cha ajabu. Alikuwepo mchungaji mmoja amejenga kanisa kubwa kama hilo na kufanya yao nzuri, ina waimbaji zaidi ya 30, wamerekodi nyimbo zao nzuri, album nzima imejaa nyimbo zao 7. Sasa wamepanga siku ya uzinduzi. Kwa hiyo Jumapili moja wamepanga. Kwa hiyo kanisa lote ni shamra, ni furaha, ni nini, na mipango yote imekaa vizuri, watu wameshashona sare, wako vizuri. Kufika Ijumaa jioni, kabla ya leo, Mungu akamwambia mchungaji wa kanisa, akamwambia, baba, jiandae kesho Jumamosi na tunakuja kukuchukua, yaani unafariki. Yule pasta akajitetea, sema, Mungu, nimefanya nini? Wanangu umeona wamepambana kwa kutosha, wamepambana, wamejitahidi, wamerekodi nyimbo, wanazima. Uniacha kwanza nishuhudie uzinduzi wao, halafu Jumatatu yake au Jumanne nichukue tu, niko tayari. Bwana sasa tunakuchukua kesho. Wewe uweze kutupanua. Kesho tu tunakuja kukuchukua. Kwani Jumamosi ile usiku akafariki yule pasta. Kwa usiku ule akapelekwa moto. Wazee wa kanisa sasa wakaona hapa tukitangaza mchungaji amefariki usiku, itakuwa hatari. Wazee wa kanisa wakapata hekima, wakaliacha hivyo kwa kimya, ili wa uzinduzi ufanyike upite kwanza. Wao wakapata hekima ya kutangaza kitu kingine. Akiwa mbinguni sasa, mwambie wewe, sikiliza, uzinduzi utaendelea na utakushuhudia ukiwa kwetu. Mara uzinduzi umeanza. Uzinduzi ulipoanza pale, wakamfungulia sasa skrini ya kanisa lake dunia. Akaona watu wanavyoruka. Unaona wanaona, tumeona wanapocheza, wanapofurahi. Safi kabisa. Bora step za usafi. Haya, sikiliza sauti zinazofika mbinguni ziko ngapi? Akakuta sauti zinazofika ni 4. Kwa yenyewe ni watu zaidi ya 30. Kanisa lina watu zaidi ya 500. Lakini watu wanaoimba na sauti zao kufika mbinguni wako 4 tu. Wakamwambia mchungaji, wewe tumekuachia pale, unafanya nini? Una kundi kubwa ambalo alipo kwenye fundisho letu. Una kundi kubwa ambalo limeshajichanganya vitu vya ajabu. Una kundi la wambea huko ndani, usiambiwe, kwa sauti zao hazifiki. Una kundi la waongo huko pasta. Una kundi la wazizi wamejificha huko, kwa sauti zao haturuhusu kabisa zifike kwetu. Unao 4 tu. Chagua ubaki huko tukubisha. Wewe kwa pasta wewe kasi umechagua. Ungechagua kurudi. Au ungesema basi kama mimi bakini huko. Bwana mniambie. Bali sasa bali. Bali sauti mko wake yeye haisikii. Ameisikia sauti mko. Bwana sasa hiyo. Unarudi au unabaki? Wakamuuliza basi, unarudi au unabaki? Kwa hali hivi, naombeni nirudi. Naombeni nirudi kabisa, niwanyooshe. Naombeni nirudi niwanyooshe.
Maana kwa hali hii, kwa mapito nayopitia kwa ajili ya kanisa, watu zaidi ya 500 wanasikika 4. Nirudisheni hapa. Kiwa watu walimuleta akapiga chafu. Baada ya watu kutangaziwa ile Biblia, baada ya shamla zile wazee wa sasa wakafumwa siku. Kwa hiyo matatu yake ni mipango ya mazishi, lazima waende kwanza kule moto. Wanakuta pale anaenda. Wewe mzee, ulikufa kweli? Ilikuwa maigizo, sasa nilikufa kweli, nirudisheni niwaambie leo nikuta. Maana nyewe wenyewe sasa sijasikia sauti yenu. Ana hasira moyoni. Ana hasira ya hao watu. Kwa ubiri kote ni kwa ubiri. Wewe hujaelewa sauti ya hivi. Hebu mzee kweli hapa. Hana kaenda kwenye mabati haya. Tamtawa pigani. Kuzimu haiendi, mbinguni haiendi. Ipo tu. Amesema hao hana hakika. Inafika na hakika. Jiulize, unao hakika kweli? Msilete majibu ya kanisani. Kuna majibu ya kanisani ambao tukisema wanataka kwenda mbinguni. Wote hakuna anayetaka moto kanisani. Sio wewe kana soma chuo, tulikuwa na mwalimu wetu mmoja mkorofi, tulikuwa tumeita mwalimu mkorofi. Hata kutungia maswali hapa anakuuliza swali basi. Hii usilijibu kwa kuandika, ulijibu moyoni mwako. Na tukaambia ndiko jibu hivyo. Uandike ile ukifika pale. Bila kuchoma moyo. Ulijibu moyoni, sio kwenye karatasi. Na kuuliza wewe wapi? Una uhakika sauti yako inafikaga mbinguni? Jibu moyoni. Jibu huko moyoni, kwa nini usiseme kwa mdomo? Kwa namna unavyoishi, kwa namna ya mwendo wako, kwa namna ya ibada unazofanya, kwa namna ya utoaji unaofanya kabisa, una uhakika kwamba sauti yako mbinguni inafika? Yuko chini tafakari basi. Hizi ni semina yetu. Tafakari kidogo. Senda haraka. Rudisha tu ufahamu wako kwenye maisha yako, ule mzunguko wote wa maisha yako. Zunguka tu kule ndani. Ule utu wako wa ndani. Wewe uulize. Wewe una majibu yote hapo. Tunasema tuna utu wa ndani na maisha. Ulishawahi kuongea peke yako? Unaongea peke yako mwenyewe, mle ndani unaongea na unacheka, si vipi? Hata mimi bwana nacheka kwa ndani mwenyewe. Tuko chumbani tunaongea mwenyewe, nacheka mwenyewe. Lakini sio sauti tunachekea. Yule anayecheka mle ndani, yule anayeongea ana majibu yako yote. Anayo yote kwamba uko sawa au uko sawa. Huko kichwani tunaweza tukafomu majibu, tukafomu namna ya kujibu, ya kujieleza, ya kupanga, lakini kule ndani kwenyewe kunasema tu vizuri kabisa, upo kwenye fundisho au umeshahamu. Hapo upo kwenye fundisho au umeshahamu. Siku moja Bwana alijaribu, nina uhitaji wa fedha. Mfano nahitaji fedha za familia, lakini na mwanangu anasoma yuko private, ada sijamaliza, na nimeshapewa message kwamba bwana mwanao anafukuzwa shule siku 3 sipolipa hela. Alafu missionary mmoja anaitwa Yoko, unafahamu? Missionary Yoko. Missionary wetu Finland mmoja yuko hapo Dar es Salaam. Nilikuwa nimeshaongea naye kwa habari ya matawi yangu hayana kiwanja. Bwana na matawi 9. Matawi hayo hayana kiwanja hata kimoja. Sasa tunafanyaje msasa? Sawa, tuombe Mungu. Nikiwa kwenye hali hii sasa, message kaingia kwenye WhatsApp, nimetuma milioni 4. Wewe
ilibidi nisikilizie kwanza ndani kunaamua nini hapa. Fundisho la mitume linasimama hivi, uwe mwaminifu. Linasimama fundisho moyoni, uwe mwaminifu. Tena Mtume Yohana anasema uwe mwaminifu hata nini? Hata kufa. Hiyo kanuni sasa ya mitume, uwe mwaminifu hata kufa. Hata inatokea unatakiwa ufe, ubaki mwaminifu kwa Yesu Kristo. Hata kama nasikia moyoni sasa, wewe mchungaji anasikiza, hata kama mwanao kesho kutwa anafukuzwa shule na akirudishwa kwenye mtaa huu wa Kiswahili ni aibu, hata kama ni aibu, hizo pesa peleka kule sasa. Akili nyingine za lakini sasa au kule kama ujinga. Mwingine mwanao afukuzwa shule bila mchungaji. Hakuna mzee wa kanisa anajua hiyo. Hakuna shemasa anajua. Ni mimi kwanza na mama ndio tunajua. Wala mwangalizi wangu Mzengezi hajui. Wala askofu wangu Mzee Kibaba hajui. Ni mimi na mke wangu. Na maamuzi mkuu ni mimi na mwana. Hivyo tena unaisidia. Uko mwaminifu vizuri. Uko kwenye fundisho sasa. Kule kwenye ndoa unahisi mwaminifu umekaa vizuri. Nikapanga kweli na fundisho hili. Akili nayo inanituma na niamini wewe ulisoma hivi wewe. Hela ndio hii imesaidia. Chakula nyumbani hakuna. Hela ndio nimeingia. Basi kata tafu la 10. Kata tafu la 10 sina kile hapo. Kata basi tafu la 10 ule. Nasikia moyoni uko na baba nimekwambia sasa majibu yanapokaa sawa sawa. Usichukue hata 100 hapo. Uwe mwaminifu. Kasema sasa hapa ili nikinasua ni waite wazee. Wazee njoo. Jamani kuna milioni 4 hapa imefika kwa ajili ya kazi ile na ile na ile na ile. Wewe bwana, nyewe hapo mchukue hizo hela mkafanye mambo haya. Niliposema hivi, nikahisi moyoni nimefunguliwa mzigo mzito sana. Na wale wazee wakashangaa. Imekuwaje wewe ukapata hela hii kasema? Na tunakujua kwenye mazingira. Fundisho la mitume. Baada ya kufanya hivi, Mungu alinifungulia mlango kwa njia ya ajabu. Ya ajabu. Mnamfahamu mzee Jonito? Akanituma kazi moja ya kutengeneza vitabu fulani. Nikajikuta nimepata isiyokuwa na shida yote, isiyokuwa na mawaa. Isiyokuwa na mawaa yote. Nikamaliza shida zangu. Lakini nilikuwa nimepanga kweli. Yuko tumejenga jengo letu kubwa. Tumepaona sisi kama hivi tumefanya chuma, tumepandisha makenchi juu. Bati hamna. Tuko kwenye maombi tunaomba. Siku huyo mishonari akanitumia milioni 5 tena. Sasa na kutumia milioni 5 kwa ajili ya mabati. Nikaendelea ingia na shida tena. Huyu Mungu ananijaribu nini mimi? Ninakufanya nini unaleta hela nyakati? Ninakosa nini? Wewe unakutana na mambo haya. Si unakutana na mambo. Nakutana ndio kama sio fedha ndio kama unakutana jambo lingine. Mara Mungu analiachia kusudi likupige uaminifu kwenye fundisho. Umekaa kwenye fundisho au unasema ngoja kwanza nimalizane tatu. Ukifanya hayo umejimaliza. Kama unaenda hatua 10 mbele, zinarudi reverse mara 100 huko. Unarudi chini kabisa. Nikawaita wazee tena, sema jamani njoo. Kuna
Mtu mmoja mkubwa na mheshimu sana akanipigia simu akasema, nasikia umepata milioni 5 za mabati. Nasema ndio. Umepata hela au umeletewa mabati kabisa? Hilo swali maana yake wamekuletea hela keshi au wameleta mzigo wa mabati? Swali hilo maana yake. Nikamwambia baba, wameleta nini? Hela. Na hela yote tumenunua mabati. Na tumepiga na mabati 20 yamebaki yako mbaya. Sikio fara kasema, yaani katika wajinga huyu naye mjinga wa namba ngapi? Letoni hela. Tena wakati sina hata nyumba ya kuishi ya kwangu sio. Kwa kibanda changu cha kawaida tu, cha kawaida sana. Cha kawaida kabisa. Kwa nini sasa ndio yangu Goma liko pale na mwaka wa 7 haja kulipa. Nikasikia yani katika wajinga huyu mjinga. Sikiliza, tukae kwenye fundisho letu. Mazingira yoyote, hali yoyote, wakati wowote, tubaki kwenye fundisho la mitume. Hapa ndipo pana baraka zetu watu. Hapa ndipo pana kuinuliwa kwetu. Usiseme ngoja nijaribu kidogo. Usijaribu kwa wapi. Kaa kwenye fundisho la Yesu. Kiwa kijana wa somo, kaa kwenye fundisho la Yesu. Taona Mungu anakubariki. Ukiwa mfanya biashara, kaa kwenye fundisho la Yesu. Unafanya kazi serikalini, kaa kwenye fundisho la Yesu. Kuna hela zingine zinapita mbele yako. Unaona nikichukua mimi nikiandika hivi haitajulikana. Ila mbingu zimeshaandika. Mbingu zinaandika vizuri. Na tena neno la Mungu limesema hata pumzi yetu tunayopumua inatoa taarifa. Hiyo ndio naogopa zaidi. Kama unavyoenda taarifa inatoka, yuko sawa, hayuko sawa. Yuko sawa, hayuko sawa. Yuko sawa, hayuko sawa. Leo katubu, kesho kama. Kesho hayuko sawa. Taarifa zinaenda ndani. Mpaka hapo sauti yako bado inasikika mbinguni au imeanza kupotea? Yaani hapo tulipopita hapa bado unalo tumaini kwamba sauti yako inasikika au isikike. Kwenye hapo kipengele kwa uaminifu. Kanaizima sauti au kanafungulia sauti? Kuna semaje kwa moyo? Kwenye hapo kipengele kwa uaminifu. Nina binti yangu moja ameokoka. Yuko kanisani. Ila akirudi kwa anarudi ameanguka. Atakaa hapo kanisani wetu miaka miwili. Yuko safi kabisa. Ila akirudi kwa anaanguka. Na mtu mmoja anaitwa X. Unamjua X? Mwanaume ambaye alikuwa naye kabla hajaolewa. Akirudi tu lazima amke naye tena. Na siku moja mara ya kwanza kaza baba nilishindwa. Ulishindwa ile kwa mtu wangu yule. Kwa hiyo mtu wako kuliko Yesu. Na mimi nakumbuka nakuja kanisani na mapepo ya kutosha. Tumefanya kazi ndio usiku kucha ya kumwacha. Na muuliza wewe, huyu ndo tunaona ni mtu wako kuliko Yesu. Sasa kutoka kwenye karibu. Baba nashindwa. Anasimama tu. Kama hizi miaka mitatu bila kusema narudi kwa. Najua yeye Mungu. Si mpeni. Si mfunike na nini? Bwana Mungu anakwenda atarudi hayuko sawa.
anaenda akirudi, unamwona kabisa amepotea kwenye ulimwengu wa roho, kapotea na kwa kama Gehazi na Elisha. Gehazi alimtoroka Elisha, akaenda kuchukua vitu kule kwa nani? Elisha anamwambia, roho yangu ilienda na wewe, ilienda na wewe. Kwa kuna kipindi ambacho fundisho la mitume linakwama kwenye maisha yetu kusimama, aidha kwa sababu ya mila, aidha kwa sababu ya tamaduni, aidha kwa sababu ya maisha tulionayo, aidha kwa sababu ya mazingira ya kazi. Unajikuta fundisho la mitume unasema nikae pembeni kwanza niende na hayo mambo ni ya dini. Jamani, hii sio dini. Hii sio dini tu kama dini. Huu ni wokovu. Tazungumza kwa mosi na kwa kila mtu. Hili ni agano. Tena agano jipya. Unahisi uko kwenye fundisho la mitume au uko tu kimajumui? Tunasema unaweza kuwepo kanisani kimajumui, ni kwamba yaani kama uelewi, kama unaelewa vile, kama mjua Yesu, kama mjui, au kifunga macho ukitaka kumwona yule mtu aliyeigiza kwenye video ndo anakuja ndo Yesu. Kwa watu wa namna hiyo, yeye akifunga macho aone Yesu, anaona ile picha ndo inakuja. Sio huyo, yule ni mtu. Unamuona Yesu Kristo kupitia mitume hao. Yesu akadhihirisha kwa Petro na Yohana, wakamwombea yule kiwete akapona, na habari zinasambaa ni Yesu yule. Fundisho likadumu. Watu wenye vifafa vikawachia, watu wenye vimbe zikaachia, watu wenye kisukari kikaachia, watu wenye matatizo yakawaacha, kwa sababu Yesu Kristo fundisho lake limesimama, limefundisha. Nimekwambia tukifundisha fundisho la Yesu, kuna kitu lazima tutoke, kuna jambo lazima lizaliwe, na naambia hata hapo ndipo kuna kitu kimeshaanza kuzaliwa, kitu kimeshaanza kuzaliwa. Sasa tumezungumza fundisho la Yesu. Tukizungumza fundisho la Yesu linatupima, linapita moyoni, linapima. Biblia inasema neno la Mungu ni jepesi kupima, hata kugawanya mafuta na maji mwilini, linayatenga. Maji kaa pale, damu kaa pale, mafuta kaa pale, misuli kaa pale, nyama kaa hapo, na utaka moyo huu. Moyo unapima, unachujwa, unalinganishwa na neno, unajikuta mahala ulipo. Lakini Mungu ni mwema, bado anatupa nafasi kwamba bado tunaweza kumwendea katika neno. Sikate tamaa. Yesu Kristo bado yuko. Yesu yuko hai, na uhai wake ni uzima, na nguvu zake zipata. Anaweza kukufanyia chochote kwa kadri ya mahitaji yako. Maeneo ambayo unaona unashindwa kukaa kwenye fundisho, Yesu anaweza kukusimamisha mahali. Yesu anaweza kukurudisha ukakaa, ukawa mpya, ukatembea kwa upya wa uzima wake. Yesu anaweza na uwezo. Naomba tusimame. Kwa muda uliosalia tutaenda mbele za Mungu, na wewe utapita kwenye mafundisho yetu tuliyozungumza. Utajipima mahala ulipo na nini unahitaji mbele za Mungu. Yaani zote pita huko tulimofika. Achilia ufahamu wako upite, utagundua ni nini unahitaji mbele za Mungu, na hilo hitaji ulionalo Mungu atalishughulikia kabisa. Hajawahi kuacha watu wanaokuja mbele zake. Hajawahi kuacha watu wanaokuja mbele zake. Hajawahi kuacha.
Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana. Wow!
jipya liliachilia kwako. Kuna kitu kinaachiwa. Basi naomba pewe maji. Pewe maji. Na mama mchungaji kiongozi, pewe maji kuomba. Haleluya Yesu. Naona Mungu yupo katikati yetu. Naona mbingu zinaachilia kitu. Naona mbingu zinafunguka. Naona mbingu zinafunguka. Na siona mbingu zinaachilia. Kuna nuru inaachiwa. Kuna mkono wa Mungu unanyoosha juu yako. Kuna mkono unanyoosha. Mkono wa kuokoa. Mkono wa kuponya. Mkono wa kuuisha. Mkono wa kusamehe. Unasamehewa. Unasamehewa. Rabosha taya satanaboshi. Yehova nisi, Yehova Shama. Yehova Chile. Mungu mkuu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa agano. Yesu amefanya agano na sisi kwa kazi yake msalaba. Waangalia watu wako hawa sasa. Achilia neema juu yao. Achilia neema. Achilia neema. Achilia ushindi. Achilia ushindi. Achilia ushindi. Achilia. Yesu, fungua njia. Mbele yake apite. Mbele yake. Njia itoke. Njia itoke kwako. Njia inaachiwa kwako. Njia inaachiwa kwako. Ushindi unaachiwa. Roho wa Mungu anakujaza kwa mpya. Anakujaza ushindi. Ramosha taya. Rego kosha kasa. Achilia neema zako Bwana. Achilia neema mpya. Uamsha Tabora. Uamsha wa Tabora. Yesu amsha Tabora tena. Ipandisha juu. Ipandisha kwa viwango vingine. Wanawake wa hapa wa Tabora hii. Neema wachilie. Wanaume, ndoa, vijana. Neema yenye. Fahamu mpya uje Bwana. Fahamu wako kujina. Kwa jina la Yesu. Yes. In the name of Jesus Christ. We thank you, Lord. We glorify you, Jesus. Hallelujah, Lord. Nenda tena mbele zake. Sogea tena mbele zake. Nenda tena kwa kuomba. Zama tena kwake. Piga hatua nyingine mbele zake. Muone Yesu aliyeko kwenye kiti cha rehema. Aliyeko kwenye kiti cha enzi. Aliyeketi mkono wa kuume wa Mungu. Tazama anavyokutazama. Kuna namna na kuona. Kuna namna na kuona. Kuna namna na kuona. Kuna namna na kuona. Kuna namna na kupima. Kuna namna nataka uwe. Kuna namna nataka uwe. Kuna viwango natamani ufikie. Kuna viwango natamani upandishwe. Lakini wakati mwingine unazuia wewe mwenyewe. Sogea mbele zako tena. Kwa neema yako upandishwe. Oh, hallelujah. Yes. Na libarikiwe jina lako. Na libimidiwe jina lako. Na litukuzwe jina lako la usiku. Jina lenye nguvu. Jina lenye uweza. Jina lenye mamlaka makuu. Jina liletalo uzima. Jina lako Yesu. Jina lako. Tunaliitia hapa. Jina lako. Jina lako Yesu. Jina lako lililotukuka. Jina lako tunaliita kwenye wiki hii. Jina lako lirejeshe. Restore Bwana. Mioyo yetu iwe restored kwa mkono wako. Kwa jina lako. Waliochoka wahuishwe tena. Waliochoka wapate nguvu mpya. Waliochoka wapandishwe juu kama tai. Waliochoka wasizimie. Wapate nguvu mpya. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Kabla sijarudisha kwa kiongozi, niwashukuru mliofika leo siku ya kwanza.